Ndugu waandishi wa habari, majina naitwa John Japhet Masangu, ni mkazi wa Mwanza, na washukuruni sana kwa siku ya leo ambapo kwa pamoja mmeitikia kuja kunisikiliza. Nipo hapa kuelezea changamoto mbalimbali zinazohusu kada ya afya kitengo cha maabara. Maabara imekuwa na changamoto nyingi sana, na ndio maana siku ya leo nimewaiteni hapa ili tuweze kuzijadili kwa baadaye ziweze kumfikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake, katibu wa afya pamoja na waziri wa afya na naibu waziri wa afya pamoja na washauri wa rais. Changamoto ya kwanza, hakuna uwiano na usawa wa ajira katika kada ya afya. Ndugu waandishi wa habari, katika kitengo hiki cha muhimu kabisa mahospitalini, kwenye vituo vya afya pamoja na zahanati, maabara imekuwa na changamoto nyingi sana. Tunapoongelea kuhusu uwiano au usawa wa ajira katika hizi kada, mmeona katika ajira ambazo TAMISEMI imetoa mwaka huu kumekuwa na changamoto nyingi sana. Ukiangalia Tanzania nzima, nafasi ambazo zilitoka kwenye hii kada kitengo cha maabara ni watu 87 tu. Hiki ni kiwango kidogo sana cha watu ambao wamehitimu wakaajiriwa katika hiki kitengo, ukilinganisha na kozi zingine, kwa mfano madaktari, yani clinical officer, medical doctor pamoja na wauguzi pamoja na wafamasia. Unaweza ukaona ni kwa kiasi gani hii kadi imesahaulika kabisa. Kwa hiyo serikali kozi hii wameiweka kando. Tanzania kuna zaidi ya vyuo 32 ambavyo kila mwaka vinatoa wahitimu wa kozi hii. Chuo kimoja kinaweza kikatoa wanafunzi zaidi ya 100 hadi 150. Hii namna ya serikali inaajiri watu 87 tu, kiwango kidogo sana. Uwiano unaonekana ni mdogo sana. Watu wengi sana wapo mitaani, hawafanyi kazi yoyote. Hawa ndio wataalamu wa maabara. Lakini pia kuna changamoto, ukienda hata hospitalini, kwenye vituo vya afya, zahanati, yani unakuta kituo cha afya kina mtaalamu mmoja tu wa maabara. Mtaalamu mmoja kuhudumia hospitali nzima, anakuwa anafanya kazi kubwa sana, ili hali kuna wataalamu wengi tu wapo mitaani hawajapata fursa ya ajira. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali ya Rais Samia Hassan aweze kuangalia upya kwamba ni kwa namna gani sasa namna ya kuajiri kozi isisahaulike, kwa sababu watu wanakata tamaa, watu wanavunjika moyo kwamba wanasoma kwa bidii wakitegemea serikali kwamba itawaajiri, itawaweka sehemu ambayo ni nzuri zaidi, lakini bahati mbaya wanaishia tu mitaani. Sasa tulikuwa tunamwomba Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake, katibu wa afya, waziri wa afya, Mwalimu, ajaribu kuliangalia hili swala kwa umakini, kwa sababu watu wengi sana wanateseka na watu wengi tunahangaika. Ajira ambazo zimetangazwa na serikali zaidi ya 5,000, lakini unakuta ni watu wasiozidi hata 100 ndio wanapata fursa ya kuajiriwa. Serikali tunaiomba ijaribu kuliangalia hili swala kwa undani, kwamba kuwe na uwiano sawa wa ajira, kwamba hawa watu katika kada ya afya kitengo cha maabara nao waweze kupata fursa serikalini sawa na kozi zingine. Changamoto namba 2, ndugu waandishi wa habari, hakuna usawa wa uongozi katika kada za afya. Ni wazi kabisa, unaweza ukaona kwamba kumekuwa na hii changamoto kwa muda mrefu. Mara nyingi kwenye vituo vya afya mabosi wanakuwa ni watu waliosoma kozi ya udaktari pamoja na hawa, yani clinical officer na medical doctor. Hawa ni watu ambao wameonekana kuwa ni mabosi wa muda mrefu, lakini hakuna uhusiano wote wa uongozi katika vituo vya afya, hospitalini pamoja na zahanati. Tulikuwa tunaiomba serikali ijaribu kuangalia kwa upya kabisa namna ya kukabidhi madaraka katika vitengo vya afya. Ukiangalia wauguzi, wataalamu wa maabara, wafamasia, wao wamekuwa ni watu ambao wapo tu, hawapewi nafasi za kuongoza katika kozi zote za afya, kwa maana kwamba clinical officer, watu wa dental, wataalamu wa maabara, mafamasia pamoja na watu wa mazingira wanasoma kitu ambacho kinaitwa leadership and management, yani uongozi na usimamizi. Wakuu wa vituo vya afya, wakuu wa hospitali pamoja na zahanati watoke katika hizi kozi mbili, yani clinical officer pamoja na medical doctor. Iwepo fursa basi waweze kukabidhiwa vituo na waweze kuviongoza
kama ilivyo kwa madaktari. Mtaalamu aliyesoma clinical officer akiwa hayupo, anayekabidhiwa kuwa bosi ni muuguzi. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo tendency kwamba kama hayupo clinical officer, basi muuguzi ndo anashika. Wanaweza wakawepo wataalamu wa maabara au wa famasia, hawapewi zile fursa. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo changamoto sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali na kupitia waziri wa afya Mheshimiwa Umi Mwalimu ajaribu kulishughulikia hili jambo na aweze kuliangalia kwa upya kabisa, kwamba ikiwezekana mifumo ya afya iweze kubadilishwa na hatimaye kuwe na usawa kabisa katika masuala ya kiongozi ndani ya vituo vya afya. Ndugu waandishi wa habari, changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, kitengo cha damu salama, yaani Blood Donation and Transfusion Department, ni kitengo ambacho mara nyingi kipo chini ya wataalamu wa maabara, lakini kumekuwa na kuingiliwa au pengine kuminywa. Yaani unakuta daktari ndo anaingilia sana, anaingilia hii kozi, yaani yeye anataka aonekane kuwa ni bosi, ili hadi ukiangalia watu waliosoma vizuri na wakaelewa vizuri kuhusiana na masuala ya damu ni wataalamu wa maabara. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tulikuwa tunaiomba serikali jaribu kuliangalia hili swala, kwa sababu watu ambao wana haki ya kusimamia hiki kitu wanakuwa wananyimwa ile fursa. Hii mifumo ijaribu kubadilishwa, kwamba hiki kitengo cha damu salama wataalamu wa maabara ndio wawe ni mabosi na wasiingiliwe na mtu yoyote. Kwa hiyo Mheshimiwa Umi Mwalimu, tulikuwa tunakuomba sana ujaribu kuliangalia hili swala vizuri kuhusu mafunzo ya upimaji wa watu wasio wataalamu wa maabara nchini, yaani non-laboratory professional au non-laboratory testers, kwamba haya mafunzo tulikuwa tunaomba yasitishwe na yafutwe katika mwongozo wa Wizara ya Afya. Waandishi wa habari, mwaka 2007 serikali ilipitisha sheria ya kufundisha wataalamu wa afya wasiokuwa na ujuzi wa wataalamu wa maabara kuwa wapate mafunzo ya kuwa wanapima damu pamoja na mkojo. Lakini waheshimiwa waandishi wa habari, ukiangalia toka 2007 hadi sasa 2023 takriban miaka 16 imepita. Kwa hiyo ukiangalia ile sheria ambayo ilitungwa kwa ajili ya kuruhusu watu ambao hawakusomea kozi ya maabara wapate mafunzo kwa ajili ya kupima mkojo pamoja na damu, tulikuwa tunaiomba serikali yasitishwe. Kuna wataalamu wengi sana ambao wamesoma kozi ya maabara, kiuhalisia ndo wana mamlaka ya kupima. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali watu ambao hawajasoma kozi ya maabara wasiruhusiwe sehemu yoyote kupima. Katika shughuli zote za upimaji wa afya za binadamu tulikuwa tunaomba kabisa yasitishwe, basi wapewe fursa watu ambao tayari wamesoma hizi kozi za maabara. Hii kozi ni ya muhimu sana waandishi wa habari, kwa sababu huwezi ukaenda maabara au daktari hawezi kukutibu bila wewe kupitia kwa mtaalamu wa maabara. Kwa hiyo daktari hana uwezo wa kumtibu mgonjwa, isipokuwa ataweza kumtibu mgonjwa kama tu atakuwa na majibu ambayo yametoka kwa mtaalamu wa maabara. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana serikali kwamba mafunzo hayo ya watu ambao wanaitwa non-laboratory testers yaweze kusitishwa. Serikali itoe wigo kwa wataalamu ambao wamesoma hii kozi vizuri na wakahitimu, kwamba ndo wawe ni wenye kupima, wenye kutoa majibu ambayo ni sahihi kwa wagonjwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba waandishi wa habari, haya mambo tuendelee kuyapigania, serikali iweze kuyasikia kwamba kumekuwa na kilio cha muda mrefu sasa, takribani vyuo 32 kila mwaka serikali inapata wahitimu wapya. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali iweze kusikia kilio. Wataalamu hawa wamesoma miaka 2, 3 na zaidi kwa lengo moja tu, kwamba kuja kulitumikia taifa lao, kuja kuwatumikia Watanzania. Hivyo serikali tulikuwa tunaiomba iweze kusikia kilio cha wataalamu wa afya kitengo cha maabara, waweze kupata ajira, kuwe na mgawanyo sawa. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali kupitia Mheshimiwa Umi Mwalimu pamoja na naibu waziri wake waweze kuliangalia hili swala kwa upya, ili sasa hii kozi ipate kuheshimika. Tunapokuwa chuoni, serikali inatuandaa kwamba mara nyingi tunaandaliwa kuajiriwa, lakini pia kujiajiri sio vibaya.
tunashindwa kujiajiri kwa sababu serikali haijatoa fursa kwa wahitimu kwamba wanapotoka chuo waanzie wapi. Unakuta kwa mfano mtaalamu wa maabara ili aweze kufungua maabara yake ya private anahitaji kuwa na mtaji usiopungua milioni 5. Sasa kwa hiyo tulikuwa tunaishauri serikali kama watoe fursa sasa kwa watu kwamba waweze kujiajiri, itoe mitaji kwa wataalamu wa afya, kitengo cha maabara, ili waweze kujiajiri. Kwa mfano ni jambo jema, mwandishi wa habari, ukiangalia kule vijijini kwa kweli maabara ni changamoto sana. Unakuta watu wanatibiwa bila kupata vipimo kutoka kwenye maabara. Lakini tunaomba serikali sasa itoe fursa kwa wahitimu wa kozi ya maabara kule kijijini, itoe mitaji wakawekeze, ili sasa Mtanzania aweze kupata matibabu yaliyo bora zaidi kuliko mtu kutumia dawa pasipo kupima. Wazazi wanajipiga, wanauza mifugo pengine ardhi ili waweze kusoma. Kwa hiyo akishamaliza chuo, akirudi nyumbani huyo mwanafunzi sasa anakuta nyumbani walishauza kila kitu. Wazazi hawana tena pesa ya kumpa ili ajiendeleze au afanye mtaji. Kwa hiyo huyu kijana amebaki kuwa ni mtu wa kuitegemea serikali iweze kumwajiri, kwa sababu hana ndugu tena wa kumpa pesa ili aanzishe mtaji. Kwa hiyo kiuhalisia tu kwamba serikali tulikuwa tunaiomba itoe wigo mpana sasa kwa hao wataalamu wa maabara wanapomaliza chuo waweze kupata ajira sawa na kozi zingine. Wauguzi wanapewa fursa kubwa kuliko wataalamu wa maabara, au pengine madaktari wao wanaonekana ni bora kuliko kozi zingine. Kwa watu ambao wapo tayari machuoni, hasa ambao wanachukua degree, kwamba wajitahidi wanapokuwa kule, hali halisi ya maisha huku mitaani imekuwa ni ngumu na ni changamoto sana. Namna ya ajira ni changamoto. Kwa hiyo ukifikiria kwenye watu 87 tu nchi nzima ni watu wadogo sana, na kila chuo pengine kinazalisha watu 100 au 150. Kwa hiyo mnapokuwa kule chuoni mjitahidi sana kubalance matumizi. Lakini ukiangalia kiuhalisia watu wengi watakuwa wanaogopa kusoma hii kozi, kwa sababu mtu anapomaliza chuo anategemea kurudi tu mitaani, hakuna kitu chochote kinachoendelea. Kwa hiyo inavunja moyo au kukatisha tamaa kwa watu ambao sasa walikuwa wanaiona kwamba hii kozi inaweza ikawa ni mkombozi katika maisha yao, badala yake inakuwa ni uchungu, inakuwa ni kama ni mateso. Kwa hiyo serikali tulikuwa tunaiomba badala hii kozi kwamba Watanzania waichukie, wasione fursa ndani yake, tulikuwa tunaomba serikali itengeneze mazingira ambayo ni rafiki sasa, kwamba watu waone kwamba hii kozi ni ya muhimu, hii kozi ni mkombozi katika maisha yao. Serikali iweke mazingira rafiki.